Watu 7 wakazi wa Sikonge vijijini wamekamatwa kwa kujihusisha na kilimo cha bangi na mirungi, ambapo zaidi ya tani 7 za madawa hayo ya kulevya yamekamatwa na kuteketezwa, huku mkuu wa DCI, mamlaka ya kupambana na dawa za kulevya kanda ya Magharibi, akifafanua namna ilivyotokea. Katika pori la Igombe River lililopo katika wilaya ya Uyui pamoja na Nyahua lililopo katika wilaya ya Sikonge. Katika operesheni hiyo ilikuwa ni maalum kwa ajili ya kuteketeza na kubaini mashamba ya bangi yaliyopo katikati ya pori hizo baada ya kupata taarifa za kiintelijensia kuhusiana na uzalishaji wa dawa za kulevya katika mkoa wa Tabora. Katika operesheni hiyo tulikamata gunia 133 zilizokuwa ndani ya pori hilo, mapori haya mawili ambayo tulifanya operation. Lakini pia tuliteketeza ekari 68 za mashamba ya bangi zilizokuwa zimelimwa katikati ya mapori hayo na kukamata watu 7 kuhusiana na uhalifu huo. Katika operesheni hii ni mojawapo ya operesheni maalum tunazozifanya nchi nzima ili kuhakikisha kwamba tunateketeza dawa za kulevya zinazozalishwa hapa nchini. Sasa hivi tupo kwenye kampeni maalum ya kuhakikisha kwamba tunateketeza dawa za kulevya zinazozalishwa hapa nchini baada ya dawa zile za viwandani kupungua hapa nchini. Kadhalika ameongeza kuwa vijana wa miaka 18 hadi 40 ndio waasilika wakubwa wa dawa za kulevya, kwani asilimia kubwa ni mateja wa dawa za kulevya wakipendelea kutumia bangi, mirungi na skanka, hali inayopelekea kukosa nguvu kazi ya taifa. Takwimu ambazo tumechukua hivi karibuni. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia ni zaidi ya watu milioni 1 ambao wanatibiwa ambao wanajihusisha na dawa za kulevya, na wengi ambao wanatibiwa ni vijana rika la miaka kuanzia 18 mpaka 35. Hapo wachache unakuta wako 40 45, lakini wengi ni hili rika la vijana 40 kurudi nyuma. Sasa ukijaribu kuangalia ni nguvu kazi kubwa ya taifa, na ndio maana serikali inatumia nguvu kubwa kuhakikisha kwamba tunadhibiti uzalishaji wa dawa za kulevya hapa nchini, lakini tunadhibiti uingizaji na usafirishaji wa dawa za kulevya kutoka nje ya nchi. Hususan skanka ndio inaharibu zaidi vijana, kwa sababu wanapovuta ile dawa unakuta wanachanganyikiwa kwa haraka, na wengi walioko kwenye mahospitali ya rufaa hao ninaosema wako zaidi ya 900 wanaotibiwa kule, wengi ni wale ambao wana changamoto ya afya ya akili, wengi ambao wamepata uraibu uliopitiliza na wakati mwingine wanawehuka, lakini pia wanakuwa na fikra ambazo sio za kawaida. Lakini wengi wa namna hiyo, hasa wanaovuta bangi na zile skanka, ndio wanajiingiza kwenye uhalifu mkubwa zaidi: ujambazi, wizi, ubakaji, uporaji na uhalifu wote ambao ulioko katika jamii. Lakini wengi wao ni wale wanaokuwa na tabia mbaya, tabia chafu. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Paul Chacha amesema kuwa anampongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha kitengo hicho, kwani kanda hii ya Magharibi imebarikiwa misitu mingi, hivyo kusaidiana na vitengo kama hivi ni jambo muhimu katika kuhakikisha taifa linakombolewa. Inajengwa nyumba ya kawaida slope, inawekewa dari kama hii ceiling board. Sasa ile ni ya tope, alafu wametoboa hapo, wamepanga magunia huko ndani huko, alafu huko wameziba na tope. Kwa hiyo tutakuwa bega kwa bega pale tutakapohitaji msaada wa mamlaka yako. Basi naamini kwa namna ulivyo wewe utakuwa haraka.